reform, no election ndio maelekezo ya sasa tunatengia hapo awali. Tunasema hivyo kwa sababu ni haki yetu kupata sauti, na kila sauti lazima isikilizwe na wala isipuuzwe. Nguvu ya umma ni kubwa sana ikiamua, ikishikamana. Tunasema hivyo kwa sababu tumekuwa wahanga wa kila chaguzi zinapokuja. Mimi mwenyewe ni wahanga mkubwa sana wa chaguzi hizi, nikianzia 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Nilifuatwa nyumbani kwangu saa 10 na jeshi la polisi wakiwa na Defender na Land Cruiser. Walinichukua saa 10 za usiku pamoja na wagombea wangu, na nikawekwa ndani, nikafunguliwa kesi ya hujumu uchumi. Nimehudhuria mahakamani karibu miaka 4 hivi, lakini baadaye tukapatikana tuna hatia, na hiyo ilikuwa ni kikwazo. Ndio maana tunadai lazima uchaguzi uwe huru ndio tuingie kwenye kinyang'anyiro hiki. Bila hivyo lazima tupambane kudai haki. Hatutaweza kuwa tunashiriki vitu ambavyo hatuna imani navyo kabisa, kwa sababu nchi hii ni ya demokrasia na kila Mtanzania ana haki ya kugombea chama chochote anachokihitaji. Wananchi watuchague kwa mapendekezo yao wao ili tuwaongoze, sio chama kimoja kijibebe mamlaka kutaka awe nani kiongozi. Wamekuwa wakichagulia viongozi mbalimbali wa kutuongoza sisi. Viongozi wale wamekuwa tena sio viongozi wa wananchi, viongozi wale wamekuwa ni viongozi wa serikali ambayo inawatuma waje waharibu mfumo mzima wa katiba ya nchi hii, mfumo mzima wa sheria ya nchi hii. Nchi tunaendeshwa tafikiri hatuna sheria mama ambayo inaweza kutuongoza. Ndio maana tunasema hivi, no reform, no election. Bila uchaguzi huru hatutaingia. Bila marekebisho ya sheria hatutaingia kwenye uchaguzi huu, kwa sababu tumechoka kunyanyasika katika chaguzi hizi. Tunataka haki, na haki ndio huwa inainua taifa. Bila haki hakuna taifa linadumaa. Kwa hiyo sisi tunaomba wananchi wote, kwa sababu wameamua kutuunga mkono, tunaamua tushikamane nao kudai haki ya uchaguzi. Ni haki ya kimsingi ya kila mwananchi, kwa sababu unapokuwa na kiongozi bora ndio nchi inapata maendeleo mazuri, sio bora kiongozi. Tunataka kiongozi ambaye atakwenda kusimamia rasilimali za nchi, kama alivyoeleza mwenyekiti wangu wa jimbo la Iringa. Bila rasilimali watu, rasilimali ardhi, rasilimali elimu, tutakuwa hatuna kitu chochote ambacho kitaleta maendeleo katika nchi yetu. Ndio maana kwa miaka hii yote, miaka 60 ya uhuru, bado tunahangaika na barabara, bado tunahangaika na madarasa. Tunaacha kupiga hatua, hata nchi jirani ndogo zimetushinda. Kwa hiyo sisi tunahitaji uchaguzi wenye tija wa kumnufaisha kila Mtanzania, ili anapokuwa anataka kwenda kumchagua mtu anayemtaka, aende kumchagua kiongozi ambaye amewiwa kuwa huyu atanifaa kuweza kunisimamia katika kuniongoza, sio bora kiongozi. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.